Mwenyekiti hapa anatuhumiwa. Mama uko wapi? Hebu njoo hapa. Nieleze ulivyokuwa unaniambia. Mimi ni mjumbe wa serikali za mtaa Bonyokwa. Tulipoapishwa kurudi siku ya kwanza ofisini, mwenyekiti akatufukuza ofisini. Tukaenda kuripoti kwa mtendaji wakati bado hatujapata hii kata yetu. Tukaenda kuripoti Kinyerezi. Tuliporipoti kurudi pale akasema nitakuja. Kweli akamuita kumuulizia akakataa. Akasema aje. Kufika ofisini kesho yake akasema sitaki hata kuwaona na message mimi singeibiwa, message zimo katika ile simu. Tumekaa ikawa ni mtu wakija watu pale anawaambia twendeni tuzunguke tuongee huko. Pale hata kesi ni yeye mwenyewe kwenda kushiriki kuuza viwanja ambavyo vina hati miliki za watu. Anaenda kusaini viwanja vya watu, kuna makesi hapo. Watu wanakuja tumeshatoa hela asilimia. Haya, hiyo hela asilimia kama hapa tumepanga ofisi, mbona ofisi wenye nyumba bado wanadai? Msinifuatilie kwanza, siwataki, mimi ndio ninayelipa ofisi. Akamuita na mtendaji ambaye alikuwepo, ambaye alimkuta akamfukuza. Ikabidi tena tumuite diwani na mtendaji. Mtendaji hapo ofisini kuna hili na hili. Walipokuja pale wakaanza kuulizia, akawa ni mpishi akamfokea diwani ambaye ndio sasa hivi mstahikimea pamoja na mtendaji, toka sitaki, mimi ndio Mungu wa Bonyokwa. Mimi nimepewa mamlaka na mkuu wa mkoa kusema mimi mtu yote nitaongea mimi mwenyewe Bonyokwa hii. Haya, tumekaa akaniambia mimi Mwarabu nitakuhamisha Bonyokwa. Nikambuta niamsha kipa, akasema mimi nitakuhamisha na mpaka nitakupoteza. Nikawajulisha wenzangu akasema achana naye, huyo ni mgonjwa. Nikasema hapana. Hatujakaa wiki haijapita akaenda kumnani mwanachadema mwenzie. Akamwambia nitakupoteza, nitakuua. Hata mimi mwenyewe alinituma mwambie wewe nitampoteza, nitamuua. Sitaki kabisa. Ni nini? Na mwenzetu kuja kukutana naye akapata yale aliyokuja kuniambia mimi. Na mtendaji akaagizwa huyu mgeni. Siku ameagizwa mtendaji akamkunja na mtendaji kumfukuza pale ofisini. Sikutaki hapa ofisini, toka hii ofisi yangu. Toka. Mtendaji kweli akatoka pale, tukakaa kikao, tukaenda kwa kwa meya ambaye ndio diwani wetu, tukaongea. Tukaongea ikabidi wakaandika barua ya kwenda tumepatiwa ofisi. Kwa hiyo sasa sisi ametufukuza, tuko kwenye ofisi ya mtendaji. Pale sisi kesha tufukuza. Ndio hajapita mwezi ndo nanilia mtu wa Chadema mwenzie akaenda kushtaki polisi. Polisi kule amesuluhisha kama ameshindikana, wanarudi njiani akamwambia unanileta huku mimi nacheza na pesa. Mimi nacheza na pesa. Huku nifanyi chochote. Angalia kwenye simu yangu manamba ya watu wakubwa. Hapo akaanza kupiga mwenzake akaogopa, ikabidi arudi kwa yule mkuu ambaye amehamishwa. Akasema ndo amekurudia kesi naenda mahakamani. Kuandikiwa mahakamani, ushahidi ukaenda kutolewa, amefungwa miezi 6. Toka siku ile amefungwa miezi 6 ni bado anahudumia wananchi, lakini wananchi sehemu zingine wakienda wanasema mbona huyu ni mfungwa, wanarudisha wanaenda kuandikiwa na mtendaji. Sasa sisi tutakaaje na mtu ambaye ni mfungwa anatuhudumia sisi? Mjumbe mwingine wa serikali mtaa kwa mimi hapa. Anasema mama ni kweli. Haya mama ndio usema ni kweli, labda kitu kimoja cha kuuza huyu auzi, ila anashuhudia kiwanja kwa passport. Kenda kununua kiwanja kama ni milioni 10 na maana unachukua milioni 10. Sasa hizo hela nafasi nyingi kwenye mtaa. Sasa tukitaka kuulizia mapato na matumizi ambayo yako mfukoni mwake ndio inakuwa ni vugu na kubishana mpaka kufikia kwa na ndio mpaka tulipo hapa. Kwa yeye anachukua ile 10%. Alafu haiingii kwenye ofisi kwenye mapato na matumizi ya ofisi. Na nyinyi ni wajumbe wawili kati ya wajumbe wangapi? Kwa wajumbe 5. Kwa 5. Wote mna ushahidi huo? Tuna ushahidi na mwingine yuko hapa anapiga picha. Wapi mjumbe? Anaitwa Faisal Anangisa anapiga picha. Anangise? Faisal Anangisa anaitwa. Anangise? Anangise. Aliondoka na gari. Anangise. Atakuwa ameondoka na mstari. Na huyu hapa pia. Pia huyu shahidi. Na yeye ni shahidi. Wewe ni nani? Hapo kujibu hapo. Hapo. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mimi ni katibu wa baraza la wazee la chama. Haya wanayosema wajumbe ni ya ukweli kabisa, wala sipingi chochote. Naomba tena, haya wanaosema wajumbe ni ya ukweli? Ya ukweli. Sasa mwenyekiti muone Mheshimiwa Kimio mwenyekiti. Kwanza unatumia jina langu. Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Ngoja. Kwanza unatumia jina langu. La pili unawatisha wenzako. La tatu unachukua pesa zingine kwenye mfumo unaotakiwa. Sasa mimi nafikiri hapa tusaidiane kujibu. Kwanza Bonyokwa sasa hivi hakuna tena viwanja. Ni kizungu. Ushahidi tunao. Na makaratasi tumepewa kwa watu wako sio ndani. Wewe pande hapa na dynamic nao wote mashahidi wapo naye pande basi sawa kabisa.
na hawa wanaotoa ushahidi. Unajua na mtuhumiwa utapata nafasi ya kujieleza. Na huyu bwana Yule mwenyekiti wa chama kaka. sasa wewe achana na mimi. Wewe endelea na shughuli zako. Huyu ndio mtana tayari. Huyu kama kumwacha kituo cha polisi serikali. Ndio yake yote atahojiwa, atapewa rights zake zote. Yaani kama dhamana Baadaye sasa tunaweza kuprocess dhamana. of course. Haya. Tuhuma alionayo si ni nani? Sio tuhuma labda ya kuua ya kuiba. Ndio maana nasemaje? Mtu yoyote anaweza akashtakiwa. Lakini pia Wala hata mimi sina pressure kwa sababu